baba yetu mlezi wetu Profesa Kabudi, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Habari, Sanaa, Michezo na Utamaduni, ndugu yangu Hamisi Mwinjuma, Mheshimiwa Katibu Mkuu wetu Gerson Msigwa, kaka yetu Naibu Katibu Mkuu, viongozi wote mlioko hapa mkiongozwa na wakurugenzi na wakuu wa taasisi zote 11 ambazo leo tumeungana kushuhudia hafla hii ya mapokezi tukitoka katika uapisho kwa nafasi ambazo Mungu ameridhia tuzipate. Nianze kwa kumshukuru sana Mungu kwa kutupa nafasi, uhai na upendeleo wa kuwepo hapa duniani tukiwa wazima wa afya, lakini pia kwa kumgusa Mheshimiwa Rais na kutupa nafasi na sisi kushiriki kutoa mchango wetu wa uongozi katika taifa letu. Wenye sifa wako wengi na mimi sio bora zaidi kuliko wengi, lakini kwa mapenzi na kudura za Mwenyezi Mungu imemwezesha kutukirimia nafasi ambazo leo tunazishika. Niendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kutuamini mimi pamoja na Profesa Kabudi ambaye amekuwa kiongozi wetu hapa, lakini pia naibu waziri wetu kuendelea kushika hizi nafasi. Yeza katika nafasi ya naibu waziri niliyokuwa nayo ndani ya siku 52 au katika nafasi ambayo leo nimeipata na mzee wetu Profesa Kabudi akienda kwenye majukumu makubwa zaidi. Nina kila sababu pia ya kuwashukuru viongozi wa dini. Sisi wengine tunaishi kwa maombi, na hapa tulipo ni ushuhuda wa kazi ya msalaba. Ninawashukuru sana watumishi wa Mungu wa madhehebu yote mawili, wa Kristo na Waislamu, ambao hutuombea na kutunenea mema na hatimaye maneno yao hufika kwenye kuta za mamlaka nasi kuonekana tunaweza kutoa mchango kwa taifa letu. Naendelea pia kukushukuru sana Profesa Kabudi, waziri wetu, kwa uongozi wako. Nimepata nafasi ya kuwepo hapa kama nilivyosema, tena katika kipindi ambacho tunaanza bunge. Kwa hiyo kuna harakati za bunge, kuna semina za bunge, tukuja kwenye semina za viongozi, na pia kunipa nafasi ya kwenda Morocco kuisimamia timu yetu ya Taifa Star katika mashindano yanayoendelea ya mwaka 2025 ya AFCON. Nakushukuru sana Prof. Uliniamini na ukusita, na imani yako imekuwa kubwa, na leo tumepata nafasi tena ya kuendelea kuaminika kulitumikia taifa letu. Ningeweza kuwa na maneno mengi sana, lakini naomba niwashukuru sana wizara kupitia kwa katibu wetu mkuu, wewe pamoja na naibu katibu mkuu, pamoja na dada yangu Severa, mkuu wetu wa utawala. Kwa kweli mmenikaribisha vyema na mmeshiriki kunionyesha njia na kunipa nafasi ya kutoa hata mawazo ya namna gani tunaweza tukafanya wizara yetu ikawa bora zaidi. Unapokuwa mgeni, hata kama unaijua serikali kwa namna gani, kubali kujifunza kwa walio kutangulia. Nimefika hapa nikiwa mgeni, na wengine yawezekana niliwatangulia kwa sababu mimi nimeingia serikalini muda kidogo. Kwa ukisoma serial number inasoma kwa muda mrefu. Lakini ukija mahala, tulia kwanza, jifunze. Kwa hiyo nawashukuru sana katibu mkuu pamoja na naibu katibu mkuu na dada yangu Severa kwa kuendelea kunisaidia kuielewa wizara, kujua mipaka yetu, kujua majukumu yetu, lakini pia kwa fahamu watendaji wakiwepo wakurugenzi na wakuu wa taasisi zetu mbalimbali. Leo ninapoingia ofisini kama waziri, nitawaomba tuendelee kupeana ushirikiano huo. Tuendelee kushirikiana. Hakuna anayejua kila kitu, ila unajua pale unapokuwa na watu wanaojua. Na nyinyi mlioaminiwa katika nafasi mbalimbali, wengine kwa taaluma zenu, kwa muda mlio save katika nafasi hizo, wengine mkapata nafasi ya kuwa promoted kuwa mpaka wakuu wa taasisi, wengine kuwa wakurugenzi, basi uzoefu wenu utumike kuwezesha jukumu langu liwe rahisi zaidi, ili niweze kuwa mtumishi mwema kwenu na kwa Watanzania ambao wanatuamini na wanatutarajia kutimiza ndoto ya Mheshimiwa Rais aliyetuteua leo. Niendelee kukuomba Profesa, kuondoka kwako kwenye wizara hii umebadilisha tu majukumu. Sasa wewe ni waziri mlezi
wa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni. Utaendelea kutulea, na tulichofurahi zaidi umeenda Ikulu. Maana yake umeenda sehemu ambayo sisi mambo yetu yanapaswa kwenda. Kwa hiyo nakuomba ukawe balozi mwema wa Wizara ya Habari, Utamaduni, ukafuatilie yale mambo ambayo mlikaa mkakubaliana yafanyike, ili tunapoyaleta mambo yetu aidha kupitia kwa katibu mkuu kwenda kwa katibu mkuu kiongozi, au kupitia kwa waziri wetu mkuu Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, basi wewe unagonga muhuri tu ya kwamba haya ndivyo tulitamani yawe. Na mimi nikuhakikishie Prof, nimekuambia tukiwa wawili, naomba nikwambie mbele ya Watanzania kupitia mkutano wetu wa makabidhiano, hakuna hata jambo moja ulilolihangaikia, uliloliwazia, likakaa kwenye maandishi, likapita na kwenye vikao, litakaloachwa. Kila ulichotamani kukiona kitakwenda kutokea, na sisi tutahakikisha kwamba tunasimamia. Mimi ni muumini wa kutokuamini aliyetoka ofisini wewe ndio na akili kuliko yeye. Mwenezi yaliendelea. Ana nafasi pia kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha kwa kakaangu Mongera. Yale yote aliyotamani yaliendelea kufanywa kazi, na kote huko nimeweka alama ya kutokubeza watangulizi wako, kulinda na kuendeleza kazi walizozifanya, ili kwa pamoja tuwe na historia njema kama taifa ya kuwa na muendelezo wa watumishi wanaopita kwenye nafasi mbalimbali. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Waziri, nije kwa watendaji. Tofauti ya Profesa Kabudi na mimi ni spidi. Hekima zake zilikuwa zinamfanya analitazama jambo na kulikolo miaka 70 nyuma, wakati anatafuta memory hivi